Kile ambacho kinachofika katika maisha yetu, tufahamu ya kwamba sisi ndiyo sababu. Ikiwa kama wewe leo uko mtu mwenye kulaumu, fahamu ya kwamba wewe ndio umejenga msingi ya kuwa mtu mwenye kulaumu. Na ikiwa kama leo inafika katika maisha yako, wewe ni mtu mwenye kuombaomba, samahani kwa kutumia hiyo kauli, fahamu ya kwamba wewe ndio sababu ya kutengeneza msingi ya wewe kuwa mtu mwenye kuombaomba. Ikiwa kama leo katika maisha yako hukuweza kufika kwenye ndoto yako, fahamu ya kwamba wewe ndio sababu ya kutokufika kwenye ndoto zako kwa sababu ya mambo fulani ambayo hukuweza kuyazingatia katika maisha yako. Kwa nini nimeweza kuzungumza hii neno au hii kauli katika hii nasaa, ndugu mtazamaji? Kila kitu katika dunia hujengwa na msingi fulani ambayo ni msingi iitwayo discipline, adabu au heshima. Heshima si tu kwa wazazi wetu au manyumbani kwetu. Heshima hujengwa katika kila njia. Kama wewe ni mfanyakazi, lazima uwe na kitu kinachoitwa discipline katika kazi yako. Kama wewe ni mfanya biashara, lazima biashara vyako iende kwa kitu kinachoitwa discipline. Kama wewe ni mwalimu, lazima utendaji wako wa ualimu lazima ndani yake uwe na kitu kinachoitwa discipline. Ikiwa kama una njia yote hiyo ambao unaojitegemea katika maisha yako, fahamu ya kwamba kila kitu hujengekwa kwenye discipline. Kwa hiyo kila chochote ambacho kinachofika katika maisha yetu, sisi ndiyo sababu, na hizo vitu hujengwa na kitu kiitwayo discipline, kanuni lenye heshima. Kuna wengi ambao tunaharibikiwa katika maisha kutokana na namna ambavyo tuliweza kujenga msingi wa kutokuwa na discipline katika maisha yetu. Si kuzungumza kwamba mimi ni mbora wa discipline, bali tunaelekezana na kufunzana, kwa sababu ni tiba katika miongoni mwa tiba ya kuelekezana katika mienendo zetu. Kwa nini nimezungumza hii neno ya discipline? Discipline ni msingi iliyokuwa kubwa sana katika maisha yetu. Kwa nini? Kuna watu ambao wana matumizi mabovu sana katika maisha yao. Kuna watu ambao wana matumizi mabovu sana katika maisha yao. Unakuta mtu anatumia gharama iliyokuwa kubwa wakati mapato yake ni madogo sana. Hiyo ni ukosefu wa discipline. Unakuta mtu anatumia gharama iliyokuwa kubwa kwenye mambo ambayo si jambo la kujenga msingi wake wa maisha. Si jambo ambao inaongeza kitu fulani katika maisha yake. Si jambo ambao inaojenga kitu cha maana ambao itakaye kuja kumsaidia baadaye uzeeni kwake. Lakini mambo za upuzi, lakini anagharamia. Hiyo wanasema ukosefu wa discipline katika maisha. Na hiyo ni katika baadhi ya mambo ambao husababisha watu wengi sisi kuharibikiwa katika maisha yetu. Na pia katika maisha, mapato au mafanikio huja katika mienendo zetu ya kuzungumza. Kuna watu ambao wana maongezi mabovu, hana utaratibu ya kuzungumza mbele ya watu. Alafu unakuta katika mazungumzo yake, kila mtu anamchukulia kama ni mtu ambao hana adabu. Hiyo ni ukosefu wa discipline. Na hiyo ni katika miongoni mwa mambo ambayo husababisha mtu kuharibikiwa katika maisha yake. Kuna watu ambao wanafanya jambo pasina kufikiria, katika fikra zake mbovu ambao inamwelekeza kwenye mambo ambayo ni hasara katika maisha yake. Kama ni mfanya biashara, anaharibikiwa katika biashara vyake. Kama ni mfanya kazi katika kampuni, anaharibikiwa katika ufanyaji kazi yake. Kama ni mtu ambao anasimamia sekta fulani, anaharibikiwa katika sekta yake sababu ya kutokufikiri. Hiyo pia ni katika hasara kubwa ambayo tunaharibikiwa katika maisha yetu, kutokufikiria. Kuna watu ambao tuna mienendo za uoga kwa kukata tamaa kupitia mifano za wale ambao waliotutangulia au kupitia mifano za watu fulani katika maisha yetu. Fulani alifanya business fulani akaharibikiwa. Fulani aliuzisha nyumba yake kwa sababu ya kuweza kuwekeza kwenye sekta fulani akaharibikiwa. Fulani alifanya hivi akaweza kupata hasara iliyokuwa kubwa. Inakuwa sababu ya wewe kuweza kujenga msingi ya uoga. Hiyo ni katika miongoni mwa jambo lenye kuleta hasara na kuharibikiwa katika maisha. Fahamu ya kwamba huyo anaweza kuharibikiwa kwenye njia moja hiyo, na wewe ukaweza kupita na ukafanikisha.
Kila mtu ana kile ambacho Mungu kamwandalia katika maisha yake. Hapana kuharibu mafanikio yako kwa sababu ya hasara ambayo fulani aliweza kuipata, kwa sababu hufahamu yeye kupata hasara aliweza kukosea wapi na alipita njia ipi mpaka aangukie kwenye hasara. Hilo njia si wewe uliyoyapita, lakini unaweza kujiamini na kujipanga katika mpangilio iliyokuwa nzuri, na ukawa mjasiri na kutumia akili, ukaweza kufanikisha sehemu ambayo fulani aliweza kukosea. Hayo yanatokea ambao wanazungumzia uoga husababisha mtu kuwa na matokeo mabaya. Hiyo ni katika vitu ambavyo tunaojenga katika msingi wetu wa maisha kupitia mifano za watu waliotangulia. Si vibaya, lakini pia ni katika baadhi za pazia ambazo tunaliweka kwenye maisha yetu. Kwa nini nimezungumza hizo mifano, ndugu mtazamaji? Katika nasaha yetu ya siku ya leo nimekuandalia maadili manne au kanuni 4 kwa ajili ya maisha yako na kujenga msingi wako wa maisha. Kwa sababu kila kitu kina maadili na kila kitu kina kanuni, na ikiwa kama sisi ni watu tusiokuwa na msingi au kuwa makini katika hali ya kujenga hiyo maadili na hizo kanuni, huenda tukawa katika miongoni mwa watu wenye kupata hasara. Huenda leo mimi nakupa hii maadili au hii kanuni, huenda na kesho na wewe ukaweza kunisaidia na kunipa pia kanuni nyingine na maadili nyingine ambao mimi sifahamu, ambao huenda leo nikakufunza wewe na kesho na wewe pia ukanifunza mimi. Point namba 1. Kabla ya kuzungumza, sikiliza. Unapotaka kuzungumza jambo, sikiliza kwanza. Hapana kuwa mwingi wa kuzungumza, mdogo wa kusikiliza. Katika kusikiliza kuna maana na kuna elimu na kuna mafanikio. Kuwa mwenye kusikiliza katika maisha yako. Kuwa mwenye kuongea madogo, ila kuwa mwenye kusikiliza sana, kwa maana katika kusikiliza hukupa faida ya kupata funzo katika maisha yako na hukupa experience ya kufahamu kile ambacho haukuwa nafahamu, kwa sababu ni nyongeza ya elimu ambayo unaiyapata kupitia faida ya kusikiliza. Unapotaka kujenga mustakabali wa maisha yako au maadili bora ya maisha yako, kuwa mwenye kusikiliza kuliko kuzungumza. Point namba 1. Point namba 2. Kabla ya kutumia, wekeza. Kabla ya kutumia, wekeza. Simama katika kutafuta, simama katika kupambana, simama katika kuzalisha mapato tofauti sambamba na kiasi ya uwezo wako ambao Mungu kakupa, sambamba na kiasi ya nguvu yako ambao Mungu kakupa, sambamba na kiasi ya jitihada yako ambao Mungu kakupa, sambamba na katika kiasi ya ushujaa wako ambao Mungu kakupa, sambamba na kiasi ya kutumia akili ambao Mungu kakupa, ili uweze kutumia kile ambacho ulichowekeza. Hapana kutumia pasina kuwekeza. Anza kuwekeza ili utumie ajili ya kujenga mustakabali yako ya maisha. Hii ni kanuni ya maisha ambayo ninaikupa. Point namba 2. Point namba 3. Kabla ya kutenda, fikiria. Unapotaka kuingia kwenye jambo, fikiria kabla ya kutenda. Hii njia nataka kuingia ndani, lina faida, lina matunda au lina hasara? Hii njia nataka kupita ndani, fulani alipata madhara, nitatumia ujanja gani ili nisipate madhara? Fikiria. Zungumza na watu wenye kuzidi power. Zungumza na watu wenye kuwa na kipaji zaidi yako. Zungumza na watu wenye kuwa na akili pana kuliko wewe. Zungumza na watu wenye kufahamu njia za kukuelekeza na kukukaza moyo ili ufike wewe, pasina ili usije ukaingia kwenye hasara. Na ndio maana nazungumza, fikiria kabla ya kutenda. Kufikiria hutokana na kukaa kimya kwa kuzungusha akili yako. Kufikiria hutokana na kupitia utafiti ambao unaoyafanya ili ufanikishe ama ili ufike kwenye ufanisi, na kufikiria hupitia katika mazungumzo tofauti na watu ili ufike kwenye ufanisi. Fikiria kabla ya kutenda. Point namba 4. Kabla ya kukata tamaa, jaribu. Hapana kuwa mwoga. Kabla ya kukata tamaa, jaribu kwanza, kwa sababu katika kujaribu ndio kupima kiasi ya uwezo wako. Katika kujaribu ndio kupima kiasi ya akili yako. Katika kujaribu ndio kupima kiasi ya kipaji chako.
Katika kujaribu ndio kupima kiasi ya mapato yako. Katika kujaribu ndio kufika kwenye mafanikio. Fahamu ya kwamba hakuna yule ambaye atakaye kusimamisha kuwa mwanga kwenye maisha, au kuwa mtu mwenye kutegemea, au kuwa mtu mwenye kuigiwa katika maisha, kama sio ujasiri wako na wewe mwenyewe. Mwalimu wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Kuwa mwalimu bora wa maisha yako, kuwa mjasiri, kuwa mkakamavu. Tafadhali zingatia hayo. Asante sana.